kuna mambo ilitupata, kwa maana kuna mmoja wetu ametuacha. Alitembelewa na mmoja wa familia yake, na wakati alikuwa anamshirikisha ni kama hakuwa na mwili mzuri, juu tayari yeye mwenyewe ndio alienda kujirusha kwa mto mwenye alikuwa anashirikishwa, na huyu anko yake akaenda kumsaidia, na naye ule mwingine mwenye alikuwa amejirusha kwa mto akashika ule mkono, na wakati ule alimshika mkono akamfuruta kwenye maji. Ingawa saa hii ule alikuwa anasaidiwa alipatikana leo juu ya miti akiwa amekaa. Hatujampata, lakini kuna watu wamejaribu sana kuangalia vile wanaweza saidia, kuangalia mahali anaweza patikana, lakini kwa saa hii bado hajapatikana. Jana alitaka kujirusha ndani ya maji, alikuwa na babu yake hapo. Saa mara ya kwanza babu yake alimuokoa akisaidiwa na mlinzi wa kampuni hapa, na muda mchache baadaye walionekana wameingia kwa kichaka bado ufuoni mwa mto ambapo walikuwa wanaelekea saidi za juu, na nduru za kuaminika zinasema hapo kitu saa moja kijana aliingia kwa maji, na sasa babu yake aliona kijana atabebwa na maji. Vile mnaona maji ni mingi kwa sasa juu ya mvua. Sasa vile babu hakutaka kuona kijana anabebwa na maji, alienda kumfikia kumtoa kwa mto, na hapo walionekana wote wakiwa kwa mto wakijaribu kuokoana, sasa wakiwa ndani ya maji. Sisi kama wakaaji wa mtaa tuko kwa mto, tumejaribu venye tungeweza kutoka asubuhi. Kuna watu wamejitolea, wameingia kwa maji, lakini hatujafaulu. Na ombi letu kama watu wa area ni serikali ya county inaweza tupatia waogeleaji ambao wanajua kutoa watu kwa maji, wanaweza tutumia kwa saa hii. Serikali yetu ikuje itusaidie ndio atolewe. Misa kazi zetu zote, hata ng'ombe hatujakamua, hatujatoa majani ya ng'ombe, sasa tuko tu hapa kwa mto. Ya mto wanasumbuliwa sana juu wanaingia huko ndani. Kuna miti imeanguka huko ndani, wanadungwa na mawe. Hata kuna mtu saa hii ameumia, amepelekwa hospitali saa hii. Wewe bagi hizo ni ama ukorone. Kitu nishika na hizo ngwa amevaa zienda kwa haji.